Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, na leo ikiwa ni Dominiki ya 29 ya mwaka C mwaka wa kanisa, tarehe 19 ya mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Somo letu siku ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 8 mpaka aya ya 13. Huku somo la pili ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 3 aya ya 14 mpaka ile sura ya pili aya ya pili, na somo la injili linatoka katika Injili ya Luka sura ya 18 aya ya kwanza mpaka ile aya ya 8. Karibuni tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu, na karibu katika chaneli yetu. Kama haujasubscribe, kumbuka kufanya hivyo. Na leo tukianza tafakari yetu ya maandiko matakatifu haya ya masomo misa, tukianza na somo la kwanza ambalo kama nilivyokwisha kujulisha hapo awali ya kwamba linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 8 mpaka aya ya 13. Somo hili linazungumzia juu ya safari ya wana wa Israeli jangwani. Tunafahamu ya kwamba wana wa Israeli walikaa utumwani Misri kwa kipindi cha miaka 480. Na baada ya kuwa wametoka katika utumwa wa Misri, wamevuka bahari ya Shamu, walipita jangwani katika maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza walilofikia lilikuwa ni katika jangwa la Shuri, na hapa walikuwa kwa muda wa siku 3. Baadaye walihama kwa sababu sehemu hii haikuwa na maji, wakaenda katika eneo lililoitwa Mara, na hapa vile vile walihama kwa sababu maji walioyapata hapo kwa ajili ya kunywa na shughuli zao zingine, maji haya yalikuwa ni machungu. Walipotoka katika eneo hili la Mara, wakaenda katika jangwa la Sini. Hapa katika jangwa hili la Sini walifika, ilikuwa ni mwezi wa Liari au mwezi wa Zuri, ambapo katika kalenda yetu ya kawaida ni kati ya mwezi wa Aprili mpaka mwezi wa Mei, tangu wametoka utumwani Misri. Hapo walikaa kwa muda. Hapo walimnung'unikia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kukosa chakula pamoja na maji, na katika eneo hili sasa ndilo ambalo Mwenyezi Mungu aliwalisha wana wa Israeli kwa chakula kitokacho mbinguni kwa muda wa siku 6. Baada ya kutoka katika eneo la Sini, walisafiri sasa mpaka kufikia eneo la Refidim. Na hapa katika eneo hili la Refidim kuna mambo makubwa mawili ambayo yanasimuliwa. Jambo la kwanza, hapa wana wa Israeli walimnung'unikia Musa pamoja na Haruni ya kwamba hawana maji. Hapa ndipo Musa alipoamriwa na Mwenyezi Mungu aupige mwamba kwa fimbo yake na utatoa maji, na baada ya kufanya hivyo mwamba ule ulitoa maji. Sasa kwa sababu ya manung'uniko ya wana wa Israeli, waliomnung'unikia Musa, wakamnung'unikia Haruni, wakamnung'unikia pamoja na Mwenyezi Mungu, kwa manung'uniko haya Musa akaliita eneo hili Masa pamoja na Meriba. Masa neno hili likiwa na tafsiri ya majaribu, na huku Meriba neno hili likiwa na tafsiri ya mafarakano. Na jambo lingine la pili kubwa lililotokea katika eneo hili ilikuwa ni vita kati ya Waamaleki. Waamaleki kwa historia yao fupi kabisa walikuwa ni wajukuu wa Esau. Esau pamoja na Yakobo walikuwa ni watoto mapacha wa Isaka ambaye alikuwa ni mtoto wa Ibrahimu. Hawa walikuwa ni wajukuu wa Ibrahimu. Esau alikuwa na watoto 5 na wake 4. Kati ya watoto hao 5, mtoto wake wa kwanza aliitwa Elifazi, wa pili aliitwa Leueri, wa 3 aliitwa Yueshi, wa 4 aliitwa Yaram, na wa 5 aliitwa Kora. Mtoto wa kwanza aliyeitwa Elifazi ndiye aliyemzaa Amaleki. Hivyo vizazi vyake vilivyofuata hapo viliitwa Waamaleki. Taifa hili lilipatikana kaskazini mwa jangwa la Sinai, na lilikuwa ni taifa la kutangatanga la Waamaleki. Walikuwa huko Refidim. Wana wa Israeli sasa wakiwa huko Refidim, Waamaleki walitokea wakaanzisha vita baina yao Waamaleki pamoja na wana wa Israeli. Hawa Waamaleki sasa inasemekana ya kwamba ndio watu wa kwanza kuwavamia Waisraeli na kuanzisha vita na hawa wana wa Israeli. Kwa hiyo wana wa Israeli vita yao ya kwanza kupigana, walipigana na hawa Waamaleki. Sababu kubwa iliyopelekea Waamaleki wapigane vita na hawa wana wa Israeli ilikuwa ni hasira pamoja na kinyongo cha babu yao Esau aliyepoteza haki ya kuwa uzao wa kwanza kwa Yakobo
ambapo sasa Yakobo watoto wake ndio hawa wana wa Israeli. Kwa hiyo hiki sababu ya kuanzisha vita ilikuwa ni ile hasira ya hawa wana wa Esau au wa Amaleki waliokuwa nayo juu ya wana wa Yakobo au wa Israeli, kwa sababu babu yao yule mkubwa Esau alipoteza ile haki ya kuwa mtoto wa kwanza. Hivyo basi Musa akamwagiza Yoshua achague watu watakaopigana vita, huku yeye akisimama juu ya kilele cha mlima akiwa amebeba ile fimbo ya Mungu. Wakati wa vita hali ilikuwa kwamba kila wakati Musa alipokuwa akinyoosha mikono yake juu mbinguni, Waisraeli waliwazidi nguvu wa Amaleki na waliwashinda. Lakini Musa alipokuwa akichoka na kushusha mikono yake, taifa la Israeli lililokuwa likipigana vita na Waamaleki walikuwa wakizidiwa nguvu na Waamaleki. Sasa Mtakatifu Agustino anatuambia kwamba Musa alipokuwa akinyosha mikono juu, hii ulikuwa ni mfano wa msalaba, na ishara hii ilitumika na Musa ili kuwazidi Waamaleki waliokuwa wakipigana na taifa teule. Kwa hiyo ishara ya kunyoosha mikono ambayo waliokuwa akifanya Musa, Mtakatifu Agustini anaifananisha na ishara ya msalaba ambayo ndiyo iliyotuletea ukombozi wetu sisi wanadamu. Kwa hiyo kwa ishara hiyo hiyo ambayo Musa aliyetumia, ndio ishara hiyo hiyo iliyowasaidia wao kushinda vita. Na Mtakatifu Gregory wa Nyssa anatuambia kwamba wakati mikono ilipoinuliwa kwa mfano wa msalaba, mfano huu ulikuwa ni mfano wa sala kwa Mwenyezi Mungu na ambaye aliwabariki. Kwa hiyo namna ambavyo Musa alikuwa akinyanyua mikono juu, ishara hii inaonyesha kwamba ni ishara ya sala. Kwa hiyo alitegemea nguvu ya Mwenyezi Mungu na yenyewe ilifanya kazi ili kuwawezesha kushinda vita. Tafsiri nyepesi ni kwamba Yoshua alipopambana vita ya mwili, Musa yeye alipambana vita vya kiroho. Kwa hiyo nguvu ya sala ndiyo ambayo iliyowawezesha wana wa Israeli kushinda vita dhidi ya Waamaleki. Hivyo wajibu tunaokumbushwa ni salini bila kuchoka, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuleta ushindi hata katika mambo ambayo tunadhani yameshindikana. Musa alipochoka, Haruni pamoja na Huri walimwekea jiwe aweze kusimama katika jiwe hilo, na wakashikilia mikono yake mpaka jioni ili isishuke na wao waweze kushinda vita. Ushindi wa jambo lolote unatokana na nguvu ya sala. Daima sali bila kuchoka, usirudi nyuma, usikate tamaa. Amini ya kwamba sala zina nguvu kubwa ya kutenda mambo hata yale ambayo kwa akili zetu za kibinadamu tunaamini ya kwamba hayawezekani. Na katika somo la pili ambalo linatoka katika waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3 aya ya 14 mpaka ile aya ya pili mpaka aya ya 4 sura ya pili, Mtume Paulo anaendelea kumuongoza Timotheo ashike kweli zote za maandiko matakatifu alizofundishwa tangu utoto wake, asichoke katika kuhubiri neno la Mungu, awe tayari wakati ufahao na wakati usiofaa, akaripie, akemee na kuonya kwa uvumilivu wote. Na kutoka katika somo la Injili, ndugu zangu wapendwa, ambalo linatoka katika Injili ya Luka sura ya 18 aya ya kwanza mpaka ile aya ya 8. Yesu anazungumza kwa mfano wa kadhi dhalimu pamoja na mwanamke mjane. Katika mfano huu Yesu katumia mfano wa kadhi dhalimu, na mfano huu umelenga kutoa mafunzo makubwa mawili, ambayo ni kwamba Mungu hana kinyongo na mtu anahitaji msaada wake. Pili, fundisho la pili ni kwamba sisi sote tunahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo licha ya dhambi zetu, licha ya madhaifu yetu, licha ya maudhi yetu kwa Mwenyezi Mungu, lakini daima Mwenyezi Mungu ni mwema kiasi kwamba hana kinyongo, hana choyo kwa mtu ambaye anahitaji msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
Lakini vile vile tunapata fundisho ya kwamba sisi sote wanadamu, hakuna ambaye ni mkamilifu kiasi cha kwamba hahitaji jambo lolote kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo maisha yetu hapa duniani yanahitaji msaada mkubwa sana wa Mungu. Katika mfano huu kuna wahusika wawili kama tulivyosema hapo awali, ambaye ni kadhi dhalimu mwenye madaraka ya kuamua kesi pia, lakini vile vile kasoro ya kadhi huyu hamchi Mungu wala hajali watu. Maana yake ni kwamba sio mtu aliyewekeza zaidi kwa watu. Lakini pia tunasikia habari za mwanamke mjane ambaye alimsumbua kadhi huyu ili aweze kumpatia haki yake. Katika sasa tamaduni za jamii hii ya Kiyahudi, mjane alitazamwa kuwa mtu anayehitaji zaidi ushauri, anayehitaji zaidi ulinzi na faraja ya pekee kwa sababu ya upweke aliyokuwa nao. Hivyo ndivyo ambavyo Wayahudi waliwatafsiri na kuwachukulia wajane. Pia kulikuwa na mavazi maalumu walioamriwa kuyavaa kuwatofautisha wajane na wanawake wengine. Habari hizi sasa tunazipata kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 38 aya ya 14. Wajane walilindwa kwa yeyote aliyetaka kupokonya haki yake, naye aliyefanya hivyo, kwa sababu wajane walilindwa, mtu huyu wa namna hiyo aliyetaka kupokonya haki ya mjane yoyote, mtu huyo alilaaniwa. Na habari hizo tunazipata kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 27 aya ya 19. Katika Injili, mjane huyo asiyekuwa na msaada amebakiza silaha moja peke yake, naye ni kuomba na kumsihi kadhi ampatie haki yake bila kukoma. Na kadhi anafanya hivyo kwa sababu anaona mwanamke huyu, mjane huyu, anakuwa ni msumbufu sana kwake. Kwa hiyo anaamua na anadiriki ya kwamba atampatia haki yake huyu mwanamke mjane ili amwepushe na usumbufu. Kadhi anamsaidia huyo mwanamke mjane ili aondokane na usumbufu wa mama huyu. Bwana wetu Yesu Kristo anatumia mfano huu wa kadhi dhalimu na anafundisha ya kwamba Baba yetu wa mbinguni ni mwema zaidi kuliko kadhi huyu dhalimu. Yeye husikiliza na kutupatia yote tunayoomba, kama jinsi ambavyo Yesu mwenyewe alifundisha kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 7. Ombeni bila kuchoka, bisheni bila kukoma, na tafuteni bila kuchoka. Kama kadhi huyu dhalimu ameamua kumpatia haki yake mwanamke huyu mjane ili aweze kuondokana na usumbufu huu, tafsiri yake ni nyepesi sana. Kama Mwenyezi Mungu ambaye yeye siyo dhalimu, ambaye yeye ni Mungu wa haki, ambaye yeye ni Mungu ambaye amejawa huruma, na yeye mwenyewe ndiyo huruma yenyewe, nadhani na ndivyo ilivyo ya kwamba huwa anatenda si kwa sababu ya kuondoa usumbufu, lakini anatenda kwa sababu ya huruma iliyojaa ndani yake. Kwa hiyo kama sisi ambao ni waovu, na kwa mfano huu wa kadhi dhalimu ambaye yeye amempatia mwanamke huyu mjane ili aepushe usumbufu na amesikiliza kilio cha mwanamke huyu mjane, hali kadhalika kwa Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kusikiliza vilio vyetu na akatupatia kadri ya mahitaji yetu na kadri ya jinsi yeye anavyotaka, na akatenda wema zaidi kwa sababu yeye ni Mungu mwema, amejaa wema na yeye mwenyewe ni mwema zaidi ambavyo hata huyu kadhi dhalimu alivyotenda. Jambo la msingi ni kwamba katika kanisa tunao wingi wa sala mbalimbali, na kimsingi kutoka katika maandiko matakatifu siku ya leo tunajifunza nguvu zinazopatikana katika sala. Na ndani ya kanisa letu kuna sala mbalimbali, kuna utitili wa sala. Ziko sala za novena mbalimbali, sala za kawaida, maombezi ya watakatifu, rozali na sala zingine zote. Na ziko shuhuda mbalimbali za watakatifu
ambazo zinashuhudia kwamba Mwenyezi Mungu aliweza kubadili mienendo yao kwa njia ya sala, na shuhuda hizi vile vile zinamtukuza Mwenyezi Mungu na kudhihirisha ya kwamba Mwenyezi Mungu anasikia sala za watu mbalimbali. Sala ni tiba ndani ya kanisa, na zipo sala ambazo zinatibu magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo ya kiroho na ya kimwili halikadhalika. Sala zina uwezo huo. Katika sala ni ile hali ya kuinua mioyo yetu kwa Mwenyezi Mungu au maombi yetu mema kwa Mungu. Ni namna vile vile ya kuongea na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo daima kumbuka ya kwamba unapaswa kusali kwa imani. Yaelekeze mawazo yako na akili yako yote kwa Mwenyezi Mungu. Ongea na Mwenyezi Mungu na umweleze unayoyapitia, na sikiliza vile vile ni kipi ambacho Mwenyezi Mungu anaongea na wewe na ambacho unapaswa ukitende. Katika sala tumia 20% ya kuongea na Mungu, lakini 80% sikiliza ni kipi ambacho Mwenyezi Mungu anakuelekeza ukakitende. Sala yako daima isiwe ni sala ya maonyesho yenye unafiki ndani mwake, bali iwe ni sala yenye kumsifu Mwenyezi Mungu, iwe ni sala yenye kuomba toba kwa Mungu, na iwe ni sala yenye kumshukuru Mwenyezi Mungu na yenye kumuomba Mwenyezi Mungu. Ukisali kwa imani, Mwenyezi Mungu huwa anajibu kwa wakati wake. Mungu daima kumbuka ya kwamba hawai wala hakawii. Mwenyezi Mungu anatenda kwa mujibu wake yeye mwenyewe atakavyo. Na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alivyo, siri yake kubwa ni hii: unaweza ukamwomba jambo moja, lakini akakupatia na mengine zaidi na zaidi. Jambo la msingi, kuwa na imani katika kile unachokiomba. Tenga muda wako katika kusali na jibidiishe zaidi kumtafuta Mwenyezi Mungu katika njia ya sala. Sala ni njia pekee ambayo inaweza ikakutoa katika hali mbalimbali za maisha. Sala ina nguvu kweli kweli. Hata kuna kipindi ambacho tunakuwa tumejikinai, nafsi yako umeikinai, una hamu ya kuishi, umesongwa na matatizo mbalimbali, una faraja na vitu vya namna hiyo. Daima kumbuka msaada wako katika jina la Bwana. Mkimbilie Mwenyezi Mungu katika njia ya sala. Ongea na Mwenyezi Mungu katika sala. Weka imani yako, mawazo yako, akili yako katika sala. Naamini ya kwamba Mwenyezi Mungu anasikiliza sala. Atapokea sala yako na atakutimizia, kama ambavyo anaweza kupokea sala za watu wengine, kama ambavyo anaweza akatenda kwa watu wengine. Haishindikani kutenda kwako. Jambo la msingi ni imani, uvumilivu. Kuwa na moyo wa imani, sali bila kuchoka, ongea na Mwenyezi Mungu na yeye atatenda kwa wakati wake. Yaache mikononi kwa Mwenyezi Mungu. Kuna kimbilio lingine isipokuwa kwa Mungu peke yake. Na zaidi ya yote, dunia isikuzonge ukamsahau mwanangu, ukapuuzia maisha ya imani, ukampuuzia Mwenyezi Mungu, ukazipuuzia sara, ukaona hazifai, hazina chochote, hazikuongezei chochote. Ukishafika hapo utakuwa umepotoka zaidi na zaidi. Kwa hiyo katika Dominika ya leo tunakumbushwa moyo wa sala. Muombe Mwenyezi Mungu, sali na Mungu, ongea na Mungu, inyenyekeze kwa Mungu kwa njia ya sala. Sala ina uwezo mkubwa sana. Ina uwezo wa kubadili menendo yako, ina uwezo wa kubadili maisha yako, ina uwezo wa kukuletea mwanga hata katika giza la maisha, kiasi kwamba umekata tamaa na uoni mbele. Sala zina nguvu. Na katika kanisa, kama nilivyokwisha kusema hapo awali, kuna wingi wa sala, utitiri wa sala. Hizi zote ni kutuelekeza sisi katika mapendo ya Mwenyezi Mungu, kuongea na Mungu na kutufanya tegemezi kwa Mwenyezi Mungu. Daima mtegemee Mungu, kimbilia huruma ya Mwenyezi Mungu, jinyenyekeshe kwa Mungu, omba akusaidie, asaidie shughuli zako, asaidie familia yako, asaidie kila kitu ambacho unachokihitaji. Msaada wetu katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi, na huko ndiko ambako sisi tunapata faraja na tunapata nguvu.
Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.